KingoFarm. Nadhani kwa maeneo mengi hiki ni kipindi cha masika au kipindi ambacho mvua zinaanza au sehemu nyingine tayari zilishaanza zinanyesha. Sasa niwakumbushe katika kipindi hiki cha mvua huwa kuna magonjwa mengi sana kwa kuku. Hasa ni magonjwa ya typhoid, minyoo, ni magonjwa mbalimbali ambayo yanasababishwa na bakteria. Huwa yanakuwepo sana kipindi hiki cha mvua kwa sababu kunakuwa maeneo mengi yanakuwa yana unyevu. Hata bandani wakati mwingine banda linaweza likaingiza unyevu, hata nje humu kuna unyevu sana. Kama tunavyojua hawa bakteria wanapenda sana maeneo yenye unyevu pamoja na virusi. Haya ndio maeneo yao ambayo yana unyevu, yana uchafu. Kwa hiki kipindi ni kipindi ambacho tunatakiwa kuwa makini sana kwenye kuwakinga kuku wetu, lakini vile vile ni kipindi ambacho kinakuwa kina majani mengi sana. Sasa majani mengi ukiangalia ni tiba nzuri sana za asili kwa kuku. Na kipindi hiki kina majani mengi, lakini vile vile kipindi hiki kina magonjwa mengi. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini kuyatumia vizuri yale majani kwa ajili ya kuwakinga kuku wako dhidi ya magonjwa mbalimbali ambayo yanasababishwa na bakteria, virusi pamoja na fungus. Sasa leo hii nitakuelekeza namna ambavyo utayatumia majani ya mashona nguo. Ni kipindi ambacho pia mashona nguo huwa yanakuwa mengi sana humu nje, yanaota mashona nguo mengi sana mashambani hata kuzunguka nyumba. Yale mashona nguo huwa ni tiba nzuri sana ya miharo. Ukiona unatibu miharo haiponi, basi tumia mashona nguo. Ndani ya muda mfupi wanapona. Lakini vile vile hii ni kinga nzuri sana ya miharo aina zote. Mashona nguo yanatibu na kukinga miharo aina zote. Sasa kwa msimu huu na kushauri tumia sana mashona nguo ili kuweza kukupunguzia gharama za kununua madawa ya dukani, lakini vile vile ili kuweza kuwafanya kuku wako wasipatwe kabisa na changamoto ya miharo, ya typhoid, kipindupindu na kadhalika, magonjwa kama hayo. Sasa hapa nitakuelekeza namna ambavyo utayapata haya mashona nguo, utayachanganya vizuri kwenye maji na utaweza kuwapa kuku wako ili kuweza kukinga pamoja na kutibu magonjwa mbalimbali yanayosababishwa na bakteria. Sasa kama maeneo ulipo unaweza kupata hayo mashona nguo, basi chuma hayo majani ya mashona nguo, jaza kwenye lile jagi la lita 2, lijaze tena yashindilie kabisa, yawe mengi. Jaza kwenye lile jagi la lita 2, shindilia vizuri kabisa, nenda kaya blend au kaya twange kwenye kinu, halafu weka kwenye kila lita 10 ya maji. Fanya hivyo kwa siku 3 mfululizo kama ni kwa ajili ya kuwakinga pamoja na hayo magonjwa ya typhoid, kipindupindu na kadhalika, magonjwa yote ambayo yanampelekea kuku waweze kuharisha hasa msimu huu wa mvua. Kama unataka kuwakinga basi fanya hivyo kwa siku 3 kwa wiki. Sasa haya majani ya mashona nguo huwa sio mazuri sana kuwapa kuku ambao wanataga kwa sababu huwa yanastopisha kutaga, yanasimamisha au yanarudisha nyuma kidogo hali ya utagaji kwa kuku ambao wanataga. Ila kwa kuku ambao wanataga kama unataka kuwakinga basi lile jagi la lita 2 weka nusu yake. Weka nusu ya haya majani ya mashona nguo, usilijaze. Kama ni kuku wa nyama au ni jogoo tu wanaotembea nje au ni kuku wa kienyeji, unaweza ukawawekea jagi zima la lita 2 kwenye maji lita 10. Ila kama kuku wako ni hawa layers au chotara ambao wanataga, kwenye lile jagi la lita 2 nusu yake yale majani ya shindilia afike pale kwenye nusu, alafu saga weka kwenye maji lita 10 kwa ajili ya kuwakinga. Ni siku 3 kwa wiki. Katika kila siku 7 basi siku 3 wafanyie hivyo. Kama unataka kuwatibia miharo, kuku wako wana miharo mingi. Huu msimu wa mvua usipokuwa makini utakuta miharo mingi sana bandani. Ukiona hii miharo mingi basi jaza jagi lako la lita 2 la majani ya mashona nguo, shindilia vizuri kabisa. Ongeza na majani mawili ya mpapai. Ongeza kitunguu saumu kimoja, tangawizi moja pamoja na pilipili 3. Huu mchanganyo blend vizuri, weka kwenye maji lita 10, fanya hivyo kwa siku 3 mfululizo. Kuku wako watapona kabisa miharo. Utasahau kabisa habari ya miharo shambani kwako. Na kama ni kuku ambao wanatembea sana nje, basi kwa msimu huu wa mvua na kushauri walau kila wiki uwe unawakinga kwa kutumia hayo mashona nguo au huo mchanganyo huo unawapa kwa ajili ya kuwakinga. Kama ni kuku wa sasa wanaotaga, weka nusu ya hayo majani ya mashona nguo. Ila kama ni kuku wasiotaga, basi fuatisha hivyo vipimo kama nilivyokutajia na uwe unawapa sana. Angalau kwa wiki siku 3 hakikisha unawapa vizuri kabisa. Utasahau kabisa swala la miharo kwa hii miezi yote ya mvua hapo shambani kwako. Niwakumbushe KingoFarm tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp. Ada yake ni shilingi 8,000. Ukijiunga na ile kundi utaweza kuuliza maswali yanayohusiana na ufugaji, utaomba ushauri na utajibiwa papo hapo.
pia utapewa darasa kwenye kundi la WhatsApp la namna bora ya uleaji vifaranga. Tutakuelekeza jinsi sisi ambao tunawalea vifaranga wetu kwa kutumia tiba za asili, booster za asili, chanjo za asili, mpaka tunafanikiwa kuwatoa kuku wetu wakiwa vizuri kabisa bila vifo vyovyote vile. Ada ya hili kundi ni 8,000 tu. Ukilipia 8,000 basi utayapata hayo yote niliyokutajia. Pia tuna vitabu 5 ambavyo vina miongozo ya ufugaji wa kuku aina mbalimbali au aina zote za kuku. Hii miongozo inahusianisha tiba za asili pamoja na namna bora ya kuwafuga, hatua zile za kuwafuga pamoja na utengenezaji wa chakula bora kutokana na aina ya kuku na mahitaji ambayo unayahitaji kwa kuku kama ni nyama au mayai. Tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, pia tuna kitabu cha safari ya ufugaji. Kitabu cha safari ya ufugaji kinakupa mwongozo mzima wa kumfuga layers pamoja na chotara. Pia tuna kitabu cha tiba za asili za kuku, lakini pia tuna kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hiki cha mwongozo maalum ni kwa yule mtu ambaye anatamani au anapenda kufuga kwa kutumia tiba za asili, lakini hajui namna ya kupanga vizuri ratiba yake ya kuweza kuwapa booster za asili, vitamini za asili na kinga za asili. Humu kuna ratiba yote, lini uwaboost, lini uwakinge, lini uwape vitamini ya asili ili kuku wako waweze kuwa na afya bora. Pia kina formula 2 za chakula. Kama unataka kuku wako watage sana, kuna formula ya chakula na booster za kuwapa. Kama unataka kuku wako wanenepe wawe na uzito mkubwa, kuna formula ya chakula pamoja na booster za kuwapa ili kuku wako waweze kunenepa. Gharama ya kila kitabu ni shilingi 10,000. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia tuna formula mbalimbali za utengenezaji wa chakula. Kama kuku wako hawatagi, tuna formula ni shilingi 5,000. Pia kama kuku wako hawakui, wamedumaa au unafuga vijogoo wanakusumbua, tuna formula yake pia ni shilingi 5,000. Ukilipia nazo unatumiwa soft copy ya hizo formula kwa njia ya WhatsApp. Kama unahitaji huduma zetu, basi utachukua namba hapo kwenye video na utatupigia au utatutumia ujumbe ili tuweze kukuhudumia. Hakikisha uko serious, unahitaji huduma zetu, ni huduma nzuri na zinafanya vizuri sana. Utatueleza changamoto yako, tutakushauri uchukue vitabu gani au ujiunge na kundi au ufanyeje ili uweze kutatua hiyo changamoto au ili uweze kuongeza maarifa mbalimbali katika ufugaji wa kuku aina zote. Asanteni sana, tunawapenda. Tunawakumbusha kulike, kusubscribe na kucomment ili makala hizi zizidi kuwafikia wafugaji wengi zaidi. Asanteni sana, tunawapenda na Mungu awabariki sana.